ukisoma masahaba ambao ni wa mwanzo kufikia mahali mtume akawaambia, jamani naona mateso yamezidi, hebu gureni mwende kule Ethiopia, kule kuna mfalme ambaye hanapendi mambo ya dhulma. Sasa Uislamu ulibaki kuwa katika hali hiyo, ulianza bada ghariban, ulianza kuwa hali ya kuwa ni ugeni. Na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu wale watu wa mwanzo, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar. Wale watu wa mwanzo wana fadhila kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Watu ambao walioshika Uislamu kwamba umekuja kitu kigeni, lakini ilikuwa ni kama kala moto, walishika kwa mkono wako, unaungua lakini unastahamili, sababu hii ni dini, hutaki kuliachilia kala moto. Na ndiyo hivi hali ya masahaba ambao waliokuwa wanapata adhabu, wanaadhibiwa, wanateswa, lakini wameshikilia Uislamu. Sasa hapa ndiyo tunasema Uislamu ulianza hali ya kuwa ni kitu kigeni. Kigeni kwa sababu walikuwa katika kundi hilo, kwanza walikuwa ni wachache. Pili, ni kitu ambacho watu hawajakizoea. Bada al-Islamu ghariban. Sasa huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaeleza masahaba wake ambaye tayari wako ndani ya Uislamu, anawakumbusha, jamani, bada al-Islamu ghariban, Uislamu umeanza kuwa ni kitu kigeni na wao wako ndani ya Uislamu. Kumbukeni jamani, tumetoka wapi? Uislamu ulikuwa katika hali gani? Na saa hii tumekusanyika makundi na makundi, masahaba wangapi, maelfu na maelfu wameingia katika dini ya Uislamu.